Rais ni fire si fire. Rais William Ruto ni fire si fire. Kwa hivyo wale ambao wanakaa Roysambu, nitakuja kwa sababu wale waliingia kwa serikali walipotea. Hamtakuwa mayatima tena. Nitakuja tuzungumze, Nairobi tutazungumza ili tuende pamoja kwa yule mwendo unaitwa wa aste. Tutasema iliyopita si ndwele, tugange yajayo. Harambe! Harambe! Rais William Ruto, asanteni sana. Mimi leo nimefika hapa kama rafiki wa ODM, rafiki wa UDA na mama ambaye amekuwa kiongozi katika hii nchi ya Kenya. Na kwanza ni kuwashukuru kwa sababu mlikubali mwito. Na hapa Nairobi, hii ndio backbone, hii ndio heartbeat ya nchi ya Kenya. Na wazee niwaelezea kwamba maneno yakiharibika Nairobi, nchi yote ya Kenya imefanya nini? Mimi nataka kuwaomba hao ama napeana maji please. Wenye wanapeana maji 1 minute. Sitaongea sana. Wenye mnapeana maji just 1 minute. Ili nizungumze na wazee. Kwa sababu nyinyi ndio mnashikilia, bado ni mapema. Nyinyi ndio mnashikilia nchi ya Kenya. Nataka kuwauliza wazee, hii Nairobi ni yenyu si yenyu? Hii Nairobi ni yenyu si yenyu? Na kwa hivyo nyinyi ndio mtaset agenda ya hii nchi ya Kenya. Musikubali, kwa sababu wengi wametoka mbali na Nairobi ni mji wa kabila zote. Hakuna mtu ambaye ataambiwa wewe hufai kuwa Nairobi. Kwa hivyo musikubali watu wa kuwafitina, wa kuleta kasheshe mingi Nairobi ili walete vita katika kaunti ya Nairobi. Kwa hivyo Nairobi mkishikana, Kenya yote itashikana. Hiyo ni sawa si sawa? Na pia Biblia inatuambia katika Zaburi 133 nafasi ya kwanza. Inasema tazama uone ni vyema ndugu wakiishi pamoja kwa sawa sawa. Kwa hivyo leo tumesema njooni tusemezane. Na wazee mkituona hapa kama viongozi, we have not come to force you. We have come to speak with you. Tumekuja kuwaomba kwa heshima. Sisi kama wamama, mnajua nyinyi kama hamko hatuwezi pata mtoto. Sawa sawa? Na leo unajua kesho ni Valentine, kwa hivyo happy Valentine wazee. Asante sana. Tunawatambua sana. Na mjue kesho mtupange vizuri. Na unajua wazee, sisi wa mama niwaje ngoja wewe. Ni relax. Ndio tunaanza. Si ndio? Unajua mzee anaweza kuwa na bibi wa kwanza, akuwe na wa pili, akuwe na gashungwa. Sinaenda hivyo. Lakini mama sasa sisi ni mmoja tu, si ndio? Kwa hivyo vile mnatuchunga tunawatambua. Unapata mzee mmoja, kuna nyumba 4 5, watoto wanasoma, watoto wanakula kwa sababu ya mzee mgani? Kwa hivyo nyinyi mkitukubalia hii safari twende pamoja. Vile baba alituonyesha ya kwamba this country is bigger than any individuals. Hata sisi ukikaa hapa kama viongozi, we have our own interests, si ndio? But the interest of this great nation of Kenya is bigger than any woman or any man. Kwa hivyo kwa kunyenyekea, kwa kuwambembeleza, ile lugha ambayo mnapenda. Mnanisikia vizuri wazee? Mmetukubalia twende hii njia pamoja. Na waomba huyu Rais William Ruto, mengi yake yamesemwa, lakini nimekaa hii jiji la Nairobi. Mimi ni mkaaji wa Roysambu. Hakuna rais hata mmoja ashaiita kikao kama hiki cha wazee ili wazungumze. Hakuna rais hata mmoja ambaye amewajali vijana wetu. Mimi nilikuwa Azimio, tulikuwa tumesema 6,000. Nyota ni 50,000.
na vijana wetu wanaanza kazi. Kijana akipata kazi, siwe mzee umerelax, siwe mzee uko sawa. Na leo tumewasikia kwamba tukitafuta women fund, youth fund, pia tuwe na ya wazee fund. Ndio tumesema. Asante. Na pia wale wazee wa kijiji, wale village elders pia tuwakumbuke, kwa sababu hata nyinyi mpo na mnashikilia pale mitaani. Yule rais amesema he will give dignity kwa wenye ambao wamekaa kwa slums for many years. Wale ambao wamekaa hawana choo, hawana pa kuoga. Sasa Rais William Ruto amesema mtakaa sio kwa nyumba tu, lakini nyumba ya gorofa, iko na lift, iko na maji, iko na stima. Standing MP Embakasi East. Mimi ile kitu ambayo ningesema, nashukuru sana waheshimiwa wetu wa Nairobi. Ngoja kidogo uvikwe taji. Ngoja kidogo uvikwe taji ya Embakasi East. Mimi nashukuru viongozi wetu wa Nairobi kwa vile mmechangamkia wananchi, na sisi tunajua ya kwamba tukiwa tumeshirikiana na nyinyi ambao mko kwa viti na sisi ambao tunangojea, hii Nairobi tutawakisha moto na tutaweza kupeleka rais wetu mbele, na wale ambao Mwenyezi Mungu atakuwa amewajalia kupata viti za MP na MCA na women rep zote. Mimi kile kitu ambacho ningesema, watu wa Nairobi, wakati huu ni wetu. Pia sisi tumwage hizo kura 2.5 million kwa kikapu ya Rais William Samoei Ruto. Thank you very much. Asanteni sana. Wewe weka muziki sasa. Sasa kitu kubwa inakuja. Kitu kubwa. Harambe. Harambe. Chairperson wangu, Chairman George Aladwa. Nisiposema hivyo nitavutwa kazi, kwa sababu mimi ni secretary wa Nairobi County ODM. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu tuko ndani ya broad-based. Mimi nimejitosa kwa kiwanja kama woman rep wa chama cha ODM ndani ya broad-based. Ile nitawaambia ya kuwa hii serikali ya William Samoei Ruto, tumeona maneno iko sawa sawa. Ukienda kwa housing iko sawa, ikienda kwa SHA sawa, na sisi kama akina mama tunaguzia pale penye kuna matibabu, pale kwa health. Kwa hiyo machache, tutakutana kama siku nyingine, na ninawatolea kofia, nyinyi ndio wazee. Hata kama sisi ni akina mama, mzee anakuwa kichwa, mama anakuwa shingo. Na nimefurahia waheshimiwa leo wameamua mkutano ifanyike hapa. Na kwa hiyo yote ninasema asante, Mungu awabariki, tupatane mashinani. Mimi ndio Brufen ya Nairobi. Asante sana.